fahamuni ya kwamba nyoyo zina maradhi, kama anna al-ajsada laha amradun, kama ilivyokuwa miili inakuwa na maradhi. Nyoyo zetu tulizokuwa nazo zinakuwa na maradhi kama ilivyokuwa miili yetu tuliyokuwa nayo inakuwa na maradhi. Wa min akhtari amradh alqulub alhasad, lakini katika maradhi hatari ya nyoyo ni mtu kuwa na husda, kuwa na hasadi, wa huwa tamanni zawali ni'mati llahi 'anil ghayri. Na tunaposema hasad ni mtu kutamani kuondoka neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwingine. Allah anagawa riziki kwa watu. Sawa riziki itakuwa katika mali, sawa riziki itakuwa katika elimu, sawa riziki itakuwa kwenye cheo, sawa riziki itakuwa katika wadhifa na mfano kama huo. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anagawa riziki kwa watu. Kwa hiyo Allah anapokuwa anampa riziki fulani mja wake fulani, halafu wewe ukawa unachukia ile riziki aliyopewa mja fulani na ukawa unatamani hiyo riziki iondoke, hiyo ndo hasad na hiyo ndo husda. Sawaun kanati hadhihi ni'matu madiyatan au ma'nawiyya, sawa hii neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mja itakuwa ni neema ya kimaddi, neema ya kimali ulimwenguni, au neema ya kimaana kama ilivyokuwa elimu na imani na mfano wake. Mtu anapokuwa na husda kwa mwingine anakuwa ana maradhi mabaya ya moyo, maradhi yanayopelekea yeye kuugua kimoyo, hata kama kidhahir ataonekana ni mzima wa afya. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allah min fadli, hivi je wanawahusudu watu, wanawafanyia husda watu kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika fadhila zake? Hii ikiwa na maana jambo lao wanalolifanya si jambo la sawa sawa, bali muislamu hatakikani kujipamba na sifa ya kuwa na husda,